Pamoja na kazi kubwa ya kulinda mipaka ya nchi, raia na mali zao, bado askari wa kike wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania wameonyesha huruma yao kwa watoto yatima wanaolelewa kwenye kituo cha Charity of Jesus Orphanage Center kinachopatikana Magomeni, Kagera, Manispaa ya Mtwara Mikindani, kwa kukaa nao, kuwatia moyo na kuwapa misaada mbalimbali, ikiwa ni sehemu ya kuadhimisha siku ya mwanamke duniani. Faida Online TV, watu wa Field Pass na hiana, kwa moyo mkunjufu tumekuandalia taarifa ifuatayo. Mimi naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa Field, tafadhali baki nasi. Kwa majina ninaitwa Captain Beatrice Samuel Lubea, ni matroni wa bezi ya Mtwara. Pamoja nami ni tuko afisa askari wa kike wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, lakini pia tumeambatana na watumishi wa umma ambao wameajiriwa jeshini. Kwa umoja wetu tupo mahali hapa ikiwa ni katika maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani. Kwa hiyo tukiwa kama wanawake wanajeshi kwa ujumla wetu tumeungana kwa pamoja, na katika maadhimisho ya mwaka huu tumeona iwe vema kuja kutembelea katika kituo cha watoto yatima ambacho kinaitwa Charity of Jesus Orphanage Center kinachopatikana maeneo ya Magomeni, Kagera. Tumeona vema kuja katika kituo hiki ili kuja kutoa zawadi kwa watoto wetu ambao wanalelewa mahali hapa, ikiwa ni sehemu au ni ishara pia ya kuonyesha upendo, ushirikiano, lakini pia uwajibikaji katika jamii. Na sisi tukiwa kama wanawake, si wanajeshi tu, lakini pia ni wanajeshi wanawake, ni sehemu pia ya wajibu wetu katika jamii kutoa misaada kwa watu mbalimbali wenye uhitaji, ikiwemo na watoto wenye uhitaji ambao wanalelewa mahali hapa. Tumeona vema kwa mwaka huu kuja mahali hapa ili pia kuwakumbusha watoto wetu kwamba hawako peke yao. Nipende kutoa wito kwa jamii pia kwamba tusiwe tunasherekea sherehe kama hizi za siku ya wanawake duniani na maadhimisho mengine kwa maneno peke yake, lakini pia tufanye kwa vitendo kama na sisi tulivyofanya kwa vitendo mwaka huu kuja kutoa zawadi zetu hapa. Lakini pia katika kutembelea kwetu kituo cha hapa tumekuta kuna wanafunzi wenye uhitaji, hasa kuna mwanafunzi mmoja Samuel Gasa ambaye anasoma kidato cha pili. Alieleza kwamba ana shida ya kupata vifaa kwa ajili ya kwenda kushiriki kwenye kambi ya kimasomo. Na sisi kama wanawake tuliona umuhimu wa elimu, ndipo tukamnunulia vifaa kwa ajili ya kumwezesha kwenda kambini, kama mnavyoona, tranka kwa ajili ya kuhifadhia vitu vyake pamoja na godoro kwa malazi. Pia tuliambiwa kuna mwanafunzi mwenye changamoto ya macho ambayo anahitaji kupata miwani. Kwa hiyo tunampatia kiasi cha shilingi 70,000 ambacho ni gharama kwa ajili ya kununua miwani itakayomwezesha kwa ajili ya kuona vizuri, lakini pia kuendelea vizuri na masomo yake. Kwa majina naitwa Edna Michael Sijaona, ni mkurugenzi na mlezi wa watoto yatima katika kituo cha Charity of Jesus Orphanage Center kilichopo Magomeni, Kagera EAGT maarufu Mkorosho Alamu. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwanza kwa kundi hili ambalo limefika siku ya leo kuja kuwaona watoto mahali hapa. Mungu awabariki sana kwa sababu walichokitoa sio kidogo, ni kikubwa sana mbele zetu na mbele za Mwenyezi Mungu. Lakini pia hawajafanya hivi kwa ajili ya watoto tu, wamemkopesha Mungu na ninaamini Mungu atawalipa zaidi. Kikubwa pia kilichonifurahisha ni kwa sababu kuona kwamba wanawake na wao wanajua umuhimu wa malezi kwa watoto. Kwa hiyo Mungu awabariki sana wanawake hawa, na pia nitoe wito kwa wengine pia na mataasisi nyingine ambazo wanaguswa kufanya kitu kwa ajili ya watoto. Niwakaribishe kuja kuwahudumia watoto, hata kama sio hapa, hata kama sehemu nyingine, lakini na sisi pia tunawakaribisha kwetu, kituoni kwetu, ili waweze kuja kuwaona watoto. Kwa majina naitwa Tamasha Rashidi, nasoma shule ya msingi Muungano darasa la 5. Nipo hapa mbele yenu kutoa shukrani za dhati kwa wageni wanawake waliotembelea siku ya leo kituo hiki cha Charity of Jesus Orphanage Center. Mungu awabariki sana, walichotoa sio kidogo, ni kikubwa mbele zetu na mbele za Mungu. Mungu akawazidishie walipopunguza.
Mungu awabariki sana. Asanteni kwa kuwa mmekuja kututembelea. Tumejua kwamba sisi hatupo peke yetu, tuna watu ambao familia yetu nyingine wanaotujali, wanaotufanya tufikie malengo yetu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asanteni kwa kufika siku ya leo, naazimisha siku ya wanawake duniani. Mungu awabariki, awape maisha marefu zaidi. Mtazamaji wa Faida Online TV, mpaka kufikia hapo nimetamatisha vema. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.